Mwanaume ni legendari. Na bila mwanaume hakuna mwanamke. Huwa najiuliza, aliyeanzisha huu msemo ladies first. Sijui alikuwa na maana gani, lakini ukitafakari sana, ukizama rohoni unaona kama kuna kaukakasi fulani hivi. Mwanaume ni wa kwanza. Alimuumba mwanaume na mwanamke. Na hata ukisoma Mwanzo 1 na Mwanzo 2, kabla mwanamke hajaumbwa, Mungu alimuumba mwanaume, alafu kuna vitu mwanaume Mungu akawa amempa kufanya. Vingine alikuwa anapima aone atafanyaje, ataelewaje. Kwa hiyo mwanaume ni legendari. Na bila mwanaume hakuna mwanamke. Hata formation ya mwanamke ilibidi atokee kwanza mwanaume. Hiyo ni nafasi ama heshima ambayo mwanaume anapaswa kupewa. Hatuwezi tukalipinga hilo. Ili awepo mwanamke, basi lazima kwanza atokee mwanaume. Ili mwanamke azaliwe, maisha yake, uhai wake unaanzia kwenye mbegu inayotoka kwa mwanaume. Mwanaume ni muhimu sana kwenye jamii. Ndio maana kuna siku moja nikasema, ukitaka kuliharibu taifa, muharibu mwanaume. Wala sio kumharibu mwanamke. Kwa sababu ukiharibu mwanaume, mbegu ya kumzalisha mwanamke, kuendeleza uzao, kuendeleza taifa, inatoka wapi? Hakuna. Haribu mwanaume, haribu taifa. Uhai wa binadamu yoyote anayezaliwa na mwanamke, kasoro Yesu tu, uhai wake unaanzia kwenye mbegu inayotoka kwa mwanadamu mwenye jinsia ya mwanaume. Bila mwanaume hakuna mwanamke. Hakuna mama bila baba.